La kwanza ambalo nianze nalo kidogo, wakati huko kwenye hizi club kubwa Simba na Yanga, mambo ya kuingia mitini kwenye dabi haya, nikianza na hilo kidogo kwa sababu hivi sasa limekuwa likichachamaa sana mpaka hivi sasa haijapatikana tarehe ya kucheza mchezo wa dabi. Hili wakati wewe ni mchezaji liliwahi kutokea na ilikuwa vipi kama liliwahi kutokea? Alikuwa kutokea kama iliyotokea sasa hivi. Ila tu kuna timu baada ya half time iligomea kurudi uwanjani. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Mwaka kwa kusema kweli sikumbuki, nisiseme uongo. Timu gani ambayo iligomea kurudi half time na sababu zilikuwa ni zipi? Kichapo kilikuwa ni kikali ama waamuzi walitoa maamuzi ambayo hayakuridhishwa? Unajua siku zote mpira wa dabi marefa kama wanakuwa wako fair huwa wanaleta matatizo pale uwanjani. Unajua kuna marefa wengine wanawezekana wanakuja wanachezesha lakini kwa shinikizo la watu fulani. Sasa pale inakuwa matatizo. Wakati huo unajijua mchezaji hichi nilichofanya sicho, akiwa ndani na kadi ya njano wala nyekundu. Alafu refa anachukua maamuzi kama yale. Kwa maana hiyo uongozi pamoja na wachezaji wanaweza kutoa action ambayo italeta picha mbaya. Kwa hiyo wanaona ni bora tu sisi hiki kitu tukiache. Japokuwa kuna kanuni ambazo zinaweza tukawafunga baadaye kugomea mchezo. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwanza vile vitu mimi naona havifanyiki sana kutokana na sheria zilizowekwa. Umeona? Kwa hiyo kwa hiki kilichotokea juzi mimi naweza kusema labda ni kanuni, kwa sababu mashindano yoyote hayawezi kuchezeshwa bila kuwa na kanuni. Hata unavyosikia kombe la mbuzi wanaitwa timu zote wanaambiwa bwana sisi labda sababu tutatumia watu 5. Bwana mkiingia semifinal labda tupigiane penalti, tutaongeza dakika 15 au dakika 30. Kwa hiyo kila mashindano yana kanuni. Kwa hiyo kilichotokea juzi mimi naweza kusema labda ni kanuni ambayo ilitenguliwa baada ya Simba kuzuiliwa kwenda uwanjani na kitu ambacho walitakiwa labda wafanye mazoezi, lakini ile jambo mimi sipendi sana kuliongelea kwa sababu mtu akiliongelea mtu wa Yanga ataongelea Kiyanga na mtu wa Simba ataongelea Kisimba. Kwa hiyo tusubiri tu maamuzi yatakayotoka. Wakati huo ambao unacheza umesema kuna timu ile kugomea kurudi uwanjani na sababu kubwa ilikuwa ni maamuzi. Hivi kipindi kile ukiangalia performance za waamuzi na sasa hivi unaonaje? Kuna utofauti mkubwa mimi naweza kusema. Kipindi kile kidogo watu walikuwa wanajaribu kutenzesha kwa sheria ambazo zimewekwa zile 17 za mpira. Lakini sasa hivi unaona kuna matokeo mengi ambayo kila baada ya game yani huwa yanatokea. Sasa kwa sasa hivi mimi naweza kusema labda inakuwa imezidi sana, na hiyo yote inatokana labda na maagizo labda ya waamuzi. Na wengine inawezekana wanachezesha lakini hawajui tu, tuwachukulie kama ni binadamu. Vitu kama hivi.